Je, wajua kama Marekani imeweka hifadhi rasmi ya Bitcoin? Hatua ya kihistoria kwa soko la crypto. Habari kubwa kwa dunia ya cryptocurrency. Kwa mara ya kwanza katika historia, Marekani imechukua hatua ya kutengeneza hifadhi ya kimkakati ya Bitcoin. Rais Donald Trump amesaini amri maalum ya rais inayoelekeza serikali kuhifadhi Bitcoin zilizotaifishwa badala ya kuziuza kama ilivyokuwa kawaida. Hii ni hatua kubwa katika dunia ya crypto na inaweza kuwa na athari kubwa kwa bei ya Bitcoin, sera za serikali kuhusu mali za kidijitali na hatima ya sekta ya blockchain kwa ujumla. Lakini hii inamaanisha nini kwa Bitcoin? Wawekezaji na muhtasari wa fedha za kidijitali, hebu ngoja tuchambue kwa kina hapa. Hifadhi ya kimkakati ya Bitcoin ni nini? Hifadhi ya kimkakati ya Bitcoin ni mfumo mpya ambao serikali ya Marekani imeanzisha ili kuhifadhi na kusimamia Bitcoin zilizotaifishwa kupitia kesi za jinai au taratibu za kisheria. Na hapo awali serikali ilikuwa ikiuza Bitcoin hizi kwenye minada, jambo ambalo mara nyingi lilipelekea kupoteza thamani kubwa ya mali hizo. Kwa mfano, Marekani iliwahi kuuza Bitcoin nyingi kwa bei ya chini sana miaka ya nyuma, jambo lililosababisha hasara ya mabilioni ya dola kwa walipa kodi. Sasa kwa amri mpya Rais Donald Trump, serikali haitauza tena Bitcoin hizi kiholela. Badala yake itazitunza kama sehemu ya hazina ya taifa, sawa na jinsi dhahabu inavyohifadhiwa katika Fort Knox. Je, serikali itanunua Bitcoin kwa fedha za walipa kodi? Hapana, serikali haitatumia fedha za walipa kodi kununua Bitcoin mpya. Badala yake itahifadhi zile Bitcoin zilizotaifishwa kutoka kwa wahalifu wa mtandaoni, utakatishaji wa fedha na kesi nyingine za kisheria. Kwa sasa inakadiriwa kuwa serikali ya Marekani inamiliki takriban Bitcoin 200,000. Lakini hakujawahi kufanyika ukaguzi rasmi wa hesabu hizo. Sasa amri hii mpya inahakikisha kuwa kutakuwa na ukaguzi wa kina wa mali hizi za kidijitali na mpango mzuri wa kutunza na manufaa ya taifa. Huenda unajiuliza, je, hii inaweza kuongeza thamani ya Bitcoin? Kwa miongozo kadhaa, serikali za dunia zimekuwa zikihifadhi dhahabu kama hazina ya taifa kwa sababu ya thamani yake ya kudumu. Sasa Marekani inaweza kuwekeza Bitcoin katika nafasi kama hiyo, jambo linaloweza kuongeza thamani yake kwa muda mrefu. Sababu zinazoweza kusababisha kupanda kwa bei ya Bitcoin. Serikali haitauza tena Bitcoin kiholela kupunguza shinikizo la uuzaji kwenye soko. Marekani inaonyesha kuwa inakubali Bitcoin kama mali muhimu, jambo linaloweza kushawishi mataifa mengine kufanya hivyo. Na hifadhi hii sasa inaweza kupunguza upatikanaji wa Bitcoin kwenye soko, jambo linaloweza kusababisha kupanda kwa thamani yake. Mataifa mengine yanaweza kuiga mfano huu, na hii inaweza kuwa chanzo cha mabadiliko makubwa katika sekta ya cryptocurrency duniani. Je, hii sasa inamaanisha nini kwa muktabari wa crypto? Hifadhi hii ya Bitcoin inaweza kuwa mwanzo wa sera mpya ya serikali kuhusu crypto, ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa mifumo ya kisheria inayotambua Bitcoin kama sehemu ya akiba ya taifa, na kuimarisha kwa uhalali wa Bitcoin na crypto katika taasisi za kifedha. Mataifa mengine kuanza kushikilia Bitcoin kama sehemu ya hazina zao, hata na Tanzania inaweza ikafanya hivyo. Na katika hotuba yake sasa, Donald Trump alisema serikali ya Marekani sasa inayo mikakati madhubuti ya kulinda na kuongeza thamani ya Bitcoin inayomilikiwa na taifa, badala ya kuziuza kwa haraka na kuingiza hasara kwa walipa kodi. Kauli hii inaonyesha kuwa Marekani imeamua kuchukua nafasi kubwa katika dunia ya crypto, jambo ambalo linaweza kuvutia wawekezaji zaidi na kuimarisha nafasi ya Bitcoin katika mifumo ya fedha ya kimataifa. Je, mataifa mengine yatafuata mfano wa Marekani? Hili ni swali kubwa kwa sasa. Marekani kama El Salvador tayari yamechukua hatua ya kuhifadhi Bitcoin kama sehemu ya akiba ya taifa lao. Sasa kwa Marekani kujiunga na mkondo huu, kuna uwezekano mkubwa kwamba mataifa mengine makubwa kama China, Ujerumani, Tanzania, Uingereza na hata nchi za Afrika zinaweza kuanza kutengeneza sera zao kuhusu Bitcoin kama sehemu ya hazina zao za taifa. Hii inaweza kuanzisha mbio mpya ya Bitcoin ambapo mataifa yatashindana kujikusanyia akiba ya Bitcoin, jambo litakalochangia kuongeza kwa thamani yake.
Hii ni hatua kubwa kwa crypto. Marekani sasa inahifadhi Bitcoin kama sehemu ya mali zake za taifa. Serikali haitauza tena Bitcoin kiholela, jambo linaloweza kuathiri bei ya soko. Na hatua hii sasa inaweza kuanzisha ushindani wa kimataifa wa mataifa kuwekeza kwenye Bitcoin, na sekta ya crypto inaweza kupata uthibitisho mkubwa wa uhalali na kuimarika zaidi duniani. Kwa hatua hii, Marekani inajiweka kama kinara wa crypto duniani, jambo linaloweza kubadilisha kabisa mustakabali wa Bitcoin na mali nyingine za kidijitali. Je, unadhani hii ni hatua sahihi kwa Marekani? Je, hii inaweza kufanya Bitcoin ipae bei zaidi? Mataifa mengine yanaweza kufuata mfano huu? Tuma maoni yako kwenye sehemu ya komenti, na kama umefurahia maelezo haya, subscribe kwa Nuhu Online TV kwa habari zote moto moto kuhusu mambo ya cryptocurrency. Asante na nikutakie siku njema.